Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Machi 29 ya mwaka wa 2026. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako siku ya leo. Tunasema asante kwa ulinzi wako, tunasema asante kwa baraka zako, na tunashukuru kwa nafasi ya kujifunza neno lako. Enda nasi siku ya leo katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema taji kwa ajili ya kila mtakatifu. Imejengeka katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 aya 12. Neno la Mungu linasema, heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Niliona idadi kubwa ya malaika wakileta kutoka jijini taji za utukufu, taji kwa ajili ya kila mtakatifu, ikiwa na jina lake limeandikwa humo. Yesu alipoita kwa ajili ya kupokea taji, malaika waliziwakilisha kwake, na kwa mkono wake wa kuume Bwana Yesu mpendwa aliziweka taji vichwani mwa watakatifu. Kwa namna hiyo hiyo malaika walileta vinubi, na Yesu akaviwakilisha hivyo pia kwa watakatifu. Malaika waongozao walitoa noti ya msingi kwanza, na kisha kila sauti ikapazwa katika wimbo wa furaha kwa shukrani na sifa, na kila mkono kwa ustadi ukazigusa nyuzi za kinubi, wakitoa muziki mtamu wenye mguso maridadi na mkamilifu. Ndani ya jiji kulikuwa na kila kitu cha kufurahisha macho. Waliona utukufu mwingi kila mahali. Kisha aliwatazama watakatifu wake waliokombolewa. Nyuso zao ziling'aa kwa utukufu, na kadiri alivyowakazia macho, alisema kwa sauti yake kuu ya kimuziki, ninaona kazi ngumu ya roho yangu na nimeridhika. Utukufu huu mwingi ni kwa ajili yenu kufurahia milele. Huzuni zenu zimekoma, hakutakuwa na mauti tena, wala huzuni, wala kilio, wala hakutakuwapo na maumivu tena. Kisha nikamwona Bwana Yesu akiwaongoza watu wake kuendea mti wa uzima. Juu ya mti wa uzima kulikuwa na matunda mazuri mno, ambayo watakatifu watakula bure. Ndani ya jiji kulikuwa na kiti cha enzi cha utukufu zaidi, ambako unatoka mto safi wa maji ya uzima, masafi kabisa. Kila upande wa mto huu kulikuwa na mti wa uzima, na ukingoni mwa mto kulikuwa na miti mingine mizuri zayo matunda. Lugha haiwezi kamwe kujaribu kuielezea mbingu. Kadiri mandhari hii inavyojitokeza kwangu, ninahemewa na mshangao. Nikiwa nimebebwa na fahari kuu na utukufu mkamilifu, naiweka kalamu chini na kusema, lo, ni upendo wa namna gani! Upendo wa ajabu kiasi gani! Lugha iliyotukuka zaidi haiwezi kuelezea utukufu wa mbinguni au kina cha upendo wa Mwokozi usio kifani. Hii ni Machi 29, mada ikisema taji kwa ajili ya kila mtakatifu. Mungu atubariki sote, na nikutakie wakati mwema ukitafakari neno la leo. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako mwamba
wimbi la mawio, saya upweke, majaribu yanaponiandama, maisha pasi utulivu, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka, changamoto zikivuma na kutisha, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, 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 mwamba imara tajificha